Jiunge nasi hapa Rombo SDA TV. Enda sana Yohana na akamfundisha kumcha Mungu na akampa hizo siri kama jinsi tulivyosema. Lakini sio hawa tu. Ukimtafuta mwanahistoria mwingine anaitwa Josephus, yeye anasema kuwa baba yake Yohana alikuwa haangaiki sana na malezi ya watoto wake. Alikuwa yuko bize na kazi, ila mama alikuwa yuko bize na kuhakikisha malezi ya watoto yanakwenda vizuri. Ukiangalia Luka 5:10 anaendelea kusema, na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo walikuwa washirika wa Simoni, kama jinsi ambavyo nimekwisha kueleza. Kwa hiyo walikuwa ni marafiki. Ukienda walikuwa ni wanafunzi wa pekee walioruhusiwa kuwepo wakati wa kufuliwa kwa binti Yairo. Soma Marko sura ya 5 fungu la 37 na Luka 8:51. Walikuwa ni wanafunzi wa karibu sana ambao walikuwa na Yesu, na hawa walishuhudia. Ukisoma utakuta wahusika. Kwa hiyo katika wale wanafunzi 12 wapo wanafunzi 4 ambao walimfuata Yesu sana. Na mimi nataka nikwambie, hata kanisani kwako ulikotoka kuna vijana wengi umewaacha, lakini wewe umeamua kuwa kama hawa, kumfuata Yesu kwa karibu. Utakaporudi hautabaki kama ulivyo. Nataka nikwambie ukawe chachu kwa wale wengine. Ukiendelea, sio tu walishuhudia tukio la kufuliwa, kilichowajenga imani ni nini? Walikuwa wakitembea na Yesu wakati wote. Sio tu hilo tukio la kumfufua mtoto wa Yairo, pia walishuhudia tukio la Mwokozi kwenye mlima wa mgeuko, mlima ambapo Yesu alikuwa transfigured, alibadilika uso wake, na wakamwona Yohana, wakamwona Elia, wakamwona na Musa, kuimarishwa imani. Utakapokubali kutembea na Yesu, Roho Mtakatifu atakuongoza, utabadilika kama hawa walivyobadilika. Ikiwa wasingelikwenda na Yohana mpaka kufikia mahali pale, basi wasingeliweza kubadilika. Lakini kwa sababu walitembea na Yesu Kristo mpaka wakamwona kubadilika sura, bado aliendelea kupata nguvu. Tunaendelea. Sio hilo tu, watatu hawa ambao tumewataja, Yohana, Yakobo pamoja na Simoni Petro, waliruhusiwa kuwepo katika mateso ya Yesu Kristo pale Getsemani, wakati Yesu anakwenda kuomba. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura 26:30-45, Yesu anakwenda kuomba mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Walikuwepo hawa waliomfuata Yesu. Hawakuangalia changamoto kwamba huyu tunayemfuata hana fedha, tunaondoka katika mali zetu. Waliamua kumfuata. Hawakuangalia changamoto kwamba jamii itawaonaje. Waliamua kumfuata. Walivyomfuata wakashuhudia mtu anafufuliwa, wakajua huyu ana uzima wa milele. Walivyomfuata wakashuhudia anabadilika sura na anaongea na watakatifu wa zamani, Elia pamoja na Musa. Hilo nalo likawa picha kwao. Walivyoendelea kumfuata katika bustani ya Getsemani, wakamwona analia, lakini kwa kuwa walikuwa wamechoka, wakiwa wanalala, Yesu anakuja kuwaamsha mara ya kwanza, ya pili na ya tatu. Katika hawa pia, walipokuwa katika chumba cha juu wanakula, walikuwa karibu na Yesu, na Petro huyo ndiye akamwambia Yohana, kwa sababu alijua hakuna mwingine ambaye anaweza kumweleza Yesu akaelewa. Akamwambia Yohana, sikiliza Yohana, wewe uko karibu na kifua cha Yesu, hebu muulize ni nani anayemsaliti. Kuna wakati fulani unaweza ukafika mahali ukawatembelea wazee wa kanisa, wakasema okay, huyu kama anahitaji maombi, nendeni sehemu fulani. Wale walio karibu na Yesu, wanaokaa kifuani mwa Yesu kama watoto, wakati wote maisha yao yanakaa sawa. Na ndio maana unaweza ukaona jinsi ambavyo walifika mahali Yohana anakuwa kama ndio figa ya katikati kabisa. Yohana anakuwa central figure, anakuwa kielelezo kati ya wanafunzi wote, na Yesu alimpenda. Tunapopenda kumalizia somo hili katika asubuhi ya leo, nikikupitisha katika maeneo ambayo nimeyajenga katika kisa hiki, unakuta sasa baada ya kifo cha Yesu msalabani, wanafunzi wakaondoka, wakaenda kukusanyana tena, wakaamua tena kurudi kwenye kuvua samaki.
Yesu akawafuata. Ni Yohana huyu huyu ambaye Petro alitabiriwa na Yesu wakati Petro anaambiwa na Yesu, je, unanipenda? Yesu anamwambia, lisha kondoo wangu. Akamwambia, je, unanipenda? Lisha wana kondoo wangu. Katika maelezo yote aliyoyaeleza, utakuja kufika mahali utakuta kitu cha pekee sana katika asubuhi ya leo. Wakati Petro anatabiriwa na Yesu kwamba wewe utakavyokufa, utakufa ukiwa unabebwa na watu wakikuvuta mikono bila kujua nao kupeleka. Petro akaumia kwamba ametabiriwa kifo, lakini Yohana aliyekuwa karibu, ambaye pia bado anashuhudiwa kwamba alipendwa na Yesu katika hilo fungu, anamuuliza Yesu, Petro anamuuliza Yesu, anasema, na huyu je? Na ndipo Yesu akamwambia, kama nataka aishi milele ya kufaa nini? Kuna hali ya kupewa maisha marefu, uzima wa milele, na kukaa karibu na Yesu Kristo katika hali ambayo utaonyesha upendo wako kumfuata Yesu Kristo licha ya changamoto. Sasa shida inakuja hapa. Shida inayokuja ni hii: wakati Yesu amekamatwa, wakati Yesu amefanywa nini? Wakati Yesu afanywa nini? Halo, kama hujanisikiliza sehemu nyingine zote nisikilize hapa. Wakati Yesu amekamatwa baada ya yale maombi ya Getsemani, Yesu alikamatwa na wale wanafunzi wake wakiwa pale Getsemani. Petro ambaye alikuwa karibu naye akatoa upanga akafyeka sikio la askari mmoja. Alipofyeka lile sikio, Yesu akaliokota akalirudisha. Kuanzia hapo, ule ukaribu wa hawa wanafunzi watatu ukaanza kupungua, kwa sababu Yesu ameingia kwenye changamoto. Unaweza ukawa unaomba kwa sababu haujaingia kwenye changamoto, kwa sababu haujaugua. Nisikilizeni vizuri sana hapa. Kwa sababu unaona wagonjwa tu, wewe hujawahi kuugua. Tena wengine unaweza ukamwambia wewe unadeka, haujawahi kuugua, haujawahi kuingia kwenye changamoto yoyote. Unaweza ukawa na ujasiri wa kuongea kama walivyokuwa wanaongea. Lakini Yesu alipoingia kwenye changamoto ya kukamatwa, tunaona wanafunzi wanapungua. Akabaki Petro na Yohana. Hao wawili tu ndio waliobaki. Katika hao ni Yohana pekee na Petro waliomfuata Yesu wakati wa kuhukumiwa, ingawa Petro alikimbia changamoto. Kumbuka somo langu nakwambia asubuhi ya leo, hata kama unaingia kwenye changamoto mbaya ya ugonjwa, unaingia kwenye changamoto mbaya ya kiuchumi, unaingia kwenye changamoto mbaya ambayo unaona hakuna maisha, usimkimbie Yesu. Hawa wanafunzi walikuwa 12. Yesu alipokamatwa wakakimbia wale wengine wote. Hata wale watatu wanne, Andrea na Yakobo, naye hatumuoni tena kwenye tukio. Tunabaki kumuona tu Petro na Yohana. Na Biblia inanukuu vizuri sana katika kitabu cha Yohana sura ya 18 fungu la 15. Pale ambapo sasa Yohana anajikuta amebaki mwenyewe akimfuatilia Yesu katika changamoto ya kukamatwa kwake. Haogopi, ndio maana Yesu alimpenda. Kwa hiyo usimfuate Yesu tu wakati wa furaha, mfuate Yesu wakati wa huzuni. Acha Roho Mtakatifu aongoze maisha yako. Katika fungu hili anasema wakamfuata Yesu, Petro na mwanafunzi mwingine. Na mwanafunzi huyo alikuwa amejulikana na kuhani mkuu ambaye alikuwa ni Yohana. Akaingia pamoja na Yesu katika behewa ya kuhani. Nisikilize vizuri hapa. Hapa tunamwona Yohana peke yake anamfuata Yesu, na Petro naye akawa anamfuata. Anaendelea kusema, na mwanafunzi huyo alikuwa amejulikana na kuhani mkuu. Akaingia pamoja na Yesu katika behewa ya kuhani mkuu. Lakini Petro akasimama nje ya mlango kwa sababu alikuwa akiogopa. Basi yule mwanafunzi ambaye ni Yohana, mwanafunzi mwingine aliyejulikana na kuhani mkuu, akatoka akasema na mmoja
mngoja mlango akamleta Petro. Kwa hiyo aliyemfuatilia Petro kuingia sasa kwenye changamoto alikuwa ni Yohana. Kama ambavyo ukiwa jasiri una uwezo wa kwenda kumtafuta mtu mwingine ambaye sio jasiri, unaingia naye. Lakini walipoingia katika hilo behewa, Petro akakaa pale, Yohana akiwa amesimama kuhakikisha yuko pamoja na Yesu. Kumbuka, kuna mmoja katika wakati wa amani alimhakikishia Yesu kwamba mimi sitakuacha, ambaye ni Petro. Lakini mwisho sasa Petro anaanza kurudi nyuma. Mwenzie akamwambia, si tulikuwa wote rafiki? Wewe si ulikuwa mshirika wangu? Tuendelee kufuata tujue hatima ni nini. Walipokuwa wanaendelea kumfuatilia, Petro bado akawa anabaki mlangoni. Akatuma mngoja mlango akaruhusiwa ingie. Wakati Petro ameingia, bado anakaa kwa mbali, lakini Yohana bega kwa bega anamfuatilia Yesu. Na nataka nikwambie, Petro akakimbia changamoto. Wakati Petro amekaa, akaona baridi, akaenda sehemu fulani kuota moto. Alipoenda kuota moto akaambiwa, lakini wewe na wewe ulikuwa pamoja nao. Akamkana Yesu kwa mara ngapi? Ila Yohana hajamkana Yesu katika maisha yake yote. Petro akasema, mimi simfahamu. Kuna wakati unaweza ukaingia katika changamoto, jana mlikuwa mnaambiwa hapa. Alafu ukishaingia katika changamoto unashindwa kumkiri Yesu. Na Yesu anasema, anayenikiri mbele za watu nami nitamkiri mbele za Baba yangu. Kwa mara ya pili Petro akabanwa tena, akamkana Yesu kwa mara ya pili. Kwa mara ya tatu akabanwa na mwanamke kijakazi, akakana kwa mara ya ngapi? Ya tatu. Jogoo akalia, jimbi akafanya nini? Akakumbuka maneno ya Yesu kwamba wewe pamoja na kujifanya uko pamoja nami sana, ukiingia kwenye changamoto utanikana. Na alipolia jogoo, Petro kilichofuata alikimbia akaenda kulia, lakini huzuni yake haikumsaidia kwa sababu alitokomea moja kwa moja. Vijana wale wanasema alitokomea mazima. Hakuwepo tena katika tukio. Katika tukio anabaki Yohana peke yake. Na sasa katika hali hii tunamuona Yohana anafuatana na Yesu mpaka kwa tukio la msalaba. Na katika tukio la msalaba hawaonekani wanafunzi wengine kabisa kwa sababu wamekimbia changamoto. Ila wanaonekana wanawake ambao walikuwa na upenzi mkubwa sana kwa Mungu na kwa Yesu Kristo. Hawa wanawake, miongoni mwao kulikuwa kuna Maria Magdalena ambaye Yesu alimpitisha katika changamoto akamwokoa. Kulikuwa kuna Maria mwingine, lakini pia kulikuwa kuna Maria mama wa Yesu. Na wanawake ambao unakumbuka wakati Yesu anaubeba msalaba walimfuata wakamwambia, wakawa wanamlilia Yesu. Akamwambia, akina mama wa Yerusalemu, msinililie mimi, jililie nafsi zenu na watoto wenu. Haleluya. Anasema kwa sababu kama wamefanya hivi kwa mti mbichi Yesu Kristo, itakuwaje kwa mti mkavu? Na ndio maana miti mikavu yote ilikimbia. Unajua hapa tuko katika amani, changamoto inaweza ikaingia hapa, wakabaki wachache sana. Na mimi nimekwambia namtafuta mtu mmoja tu kama Yohana katika siku ya leo. Katika hawa wanawake ambao walimfuata Yesu, ninakubali sana. Na ndio maana Biblia inasema wanawake wanaohubiri injili ni jeshi kubwa. Biblia inathamini sana mchango wa wanawake katika kazi. Na nataka niwaambie, huenda katika wakati wa mwisho wanawake wakafanya kazi kubwa kuliko wanaume. Na ndio maana hata ukijaribu kutafuta watu walioko hapa kwenye kambi, utakuta mabinti ni wengi kuliko wavulana. Japo kunaweza ukawa na changamoto za kibiolojia. Lakini ngoja nikwambie, katika hili, chini ya msalaba alikuwepo Yohana, chini ya msalaba walikuwepo wanawake, lakini wanafunzi ambao walikuwa bega kwa bega na Yesu siku zote hawakuwepo. Je, unakubali kuwa kama hao? Unakuwa kama Yohana? Na ndio maana katika kilio cha Yesu alipogeuka akaangalia hapo chini, akamwambia Yohana, mtazame mama yako, akimwelekeza Yohana kwa Mariam mama yake. Na akamgeukia mama yake akamwambia, mtazame mwanao. Na Biblia inaeleza kwamba tokea siku ile Yohana alimchukua Mariam akaenda naye kuishi naye. Na
historia, ukisoma habari za Origen pamoja na mwandishi mmoja wa kale anaitwa Eusebius, anasema kwamba alimchukua wakaishi naye miaka 15 baadaye, alafu yule mama akafa. Mwanzoni alikuwa akiishi maeneo ya Asia Minor, lakini baadaye walienda kuishi Efeso. Walipokwenda kuishi Efeso, Mariamu akazikwa katika kaburi huko Efeso. Hata wale ambao wanasema kwamba Mariamu sio alipalizwa akaenda mbinguni, wanakuwa hawaelewi, kwa sababu alizikwa na kaburi lake liko mpaka leo katika Efeso. Alipokwenda kuzikwa Efeso, huyu Mariam, baada ya kuzikwa Efeso, Yohana akabaki pale. Wanafunzi wengine wote ambao baada ya Yesu kuondoka kwenda mbinguni, alikuja akawatia nguvu, akawaambia bakini hapa mpaka mtakapompata Roho Mtakatifu. Na ndio maana anasema ikiwa huna Roho Mtakatifu katika hili kambi, hauwezi ukafanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ili kumtambua Roho Mtakatifu anavyofanya kazi, wewe unaweza usijue, lakini ngoja nikwambie, kuna wakati ambapo unaweza ukaingia katika changamoto. Jana mlikuwa mnaambiwa kuna wale wavulana ambao wanasumbua. Sinakumbuka mabinti mpo? Wale wavulana wanaosumbua. Lakini wakati anakuja anaanza kusumbua, huwa kuna sauti inakuja ndani yako inasema, lakini tulifundishwa katika kambi la Saweni kwamba kukubali kufanya hili jambo ni dhambi na maisha yangu yanaweza kaingia hatarini. Ile sauti inayokukumbusha, huo ndio uwepo wa Roho Mtakatifu. Ile sauti inayokusii usitende ndio uwepo wa Roho Mtakatifu. Ila kando kuna na sauti ya roho wa yule mwovu ambaye anakuambia wewe nenda tu, utafanyaje sasa? Mbona una fedha? Mbona mwili wako unawaka tamaa? Anakuambia nenda tu. Lakini ikiwa utajua kuongozwa na Roho Mtakatifu, hata kuongoza nje ya neno la Mungu, na hivyo ukitembea katika neno la Mungu, maisha yako yatakuwa sawa. Wewe tunamuona Yohana kwa sababu alifikia hatua hii ya kukaa karibu na Yesu, ya kumfuatilia Yesu licha ya changamoto. Wanafunzi wote wakati wa Pentekoste, kabla ya Pentekoste, Yesu aliwakusanya tena, akawaleta mpaka pale ambapo aliwaambia, ninyi bakini hapa mpaka atakapokuja Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu alivyokuja katika siku ya Pentekoste, walipata nguvu kubwa ya kuhubiri, kama vile ambavyo ninyi mnaweza mkahubiri. Nataka niwaambie, hakuna wahubiri wazuri kama watoto. Mimi mwenyewe nimewajaribu watoto na nimegundua kuna mahali ambako unaweza ukamweka mtu mzima akashindwa kuhubiri, lakini mtoto akahubiri. Na ndio maana wanapenda sana huduma ya VBS kwa watoto ambayo inawajenga katika kuhubiri. Kwa hiyo usibaki tu kuwa msikilizaji. Kanisani kwako mwambie kiongozi wako wa idara ya watoto kwamba na mimi natamani kuhubiri. Ikiwa wewe ni ambassador, kuna ambassadors club, preaching club, nendeni hapo mtafute namna ya kuhubiri. Huko ndiko kumpata Roho Mtakatifu. Na kadiri utakavyokuwa ukimpata Roho Mtakatifu, nataka nikwambie katika asubuhi ya leo, ndivyo ambavyo utatenda. Hao waliokuwa waoga wote wakapata nguvu, wakafanya kazi kubwa ya Injili. Matokeo yake mimi na wewe leo tuko hapa tunamwamini Yesu kwa sababu yao. Ila walikufa vifo vibaya wote isipokuwa Yohana ambaye alibaki kwa utume maalum. Baada ya hii miaka 15 kufika, Mariamu akafariki, Yohana akabaki Efeso, akaendelea kuwa anahubiri. Na hubiri lake lilikuwa Yesu Kristo ni mfalme, Yesu Kristo ni Bwana, hakuna Bwana kama Yesu Kristo, kwa sababu alimshuhudia. Ndipo mfalme wa Rumi wa wakati huo aliyekuwa anaitwa Domitian akamkamata Yohana, akamleta mpaka ikulu, akamwambia, mimi hapa ndio mfalme, wewe unapita unamtangaza mfalme mwingine, nitakuua. Yohana akasema, hata ukiniua hakuna mfalme zaidi ya Yesu Kristo. Mfalme akaghadhibika, akawaambia maaskari wake, wakaenda kuchemsha lami inayotokota kama mafuta kwenye pipa lilokuwa linawaka moto, wakamshusha Yohana mle ndani. Walivyomshusha Yohana katika pipa linalowaka moto, Yohana akungua. Nguvu ya Mungu ikamlinda kama ilivyowalinda kina Shadraka na Meshaki na mwenzao.
katika moto ule, katika changamoto ile, ndani ya ile changamoto Yesu akamwokoa Yohana. Wakarudisha ripoti kwa mfalme kwamba huyu mtu haungui. Wakasema mtoeni. Wakasema dawa yake ni moja tu, mpelekeni katika kisiwa cha Patmo, kisiwa kilichokuwa na nyoka wakali, kisiwa ambacho kilikuwa ukitupwa mle nyoka wa mle sumu yake ilikuwa ni kali, akikugonga huwezi ukakaa sekunde 10, unakuwa umekufa. Wakamtupa katika kisiwa cha Patmo. Walipomtupa kule ili afe kwa upweke na ukose chakula, ulinzi wa Bwana ukaendelea kuwepo. Mwanahistoria Origen anasema kulingana na simulizi za kale za wazee wale wa imani, anasema kunguru alikuwa anakwenda mpaka kwa ikulu ya mfalme, anachukua chakula kwa miguu yake, anampelekea Yohana, anakula kule katika kisiwa cha Patmo. Wakati alipokuwa akila huko katika kisiwa cha Patmo, kilichokuwa kinafanyika kingine ni Mungu akamshushia katika siku ya Sabato mafunuo ya kitabu cha Ufunuo ambacho alikiandika, na baada ya kukiandika Yohana akakaa kule mpaka kifo cha Domitian, mfalme ambaye alimtupa Patmo mwaka 96 AD. Na ndipo akaja mfalme mwingine alikuwa anaitwa Trajan, akasoma vitabu, akakutana na simulizi la kwamba kuna mtu alitupwa Patmo, akatuma maaskari kwenda kuangalia, wakamkuta Yohana ametulia katika uzee wake, amekaa chini anaandika, ameshamaliza kuandika kitabu cha Ufunuo, yupo ametulia ramu starehe. Ndipo wakarudisha taarifa, akasema yule mtu bado yuko hai. Akasema huyo sio kiumbe wa kawaida, mleteni. Akaletwa mbele ya Trajan mfalme aliyekuwepo baada ya Domitian. Akaulizwa, unataka tukufanyie nini? Akasema nirudisheni nyumbani kwangu Efeso. Akarudishwa Efeso. Alipofika Efeso, akiwa mzee aliyeshiba siku zaidi ya miaka 100, Yohana akawa na maneno machache tu. Alikuwa ni mzee wala sio mwenye maneno mengi, kwa sababu uzee ulikuwa mkubwa sana. Asema watoto wangu wadogo, ndio lugha aliyokuwa nayo Yohana. Akaandika kitabu cha Yohana wa kwanza, wa pili na wa tatu. Lakini wanahistoria wanasema maneno aliyoyapendelea sana, ambayo na mimi nawapa leo: watoto wangu wadogo, inawafaa kumpenda Mungu, na ikiwa mtafikia hatua mkatenda dhambi, basi Yesu Kristo ni hakimu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Nenda katubu dhambi na usirudie tena. Jiunge nasi hapa Rombo SDA TV. Wakati wa kutengeneza Biblia ya kanoni ambayo ndio ina vitabu 66, kitabu cha Ufunuo Yohana kiliachwa kwanza, kilikuwa kina ubishani mwingi. Lakini walipokuja kuona kina ulinganifu na kitabu cha Ezekiel, wakaamua kukiingiza katika kanoni kadiri ya mwaka 190 na au 200 hapo, kikaingia katika kitabu ambacho kinajulikana kama kitabu cha Uvuvio. Na hivyo Yohana akafa akiwa ameshiba umri, na ndio maana Yesu alisema ikiwa nataka aishi milele ya kupasa nini. Kwa nini aliishi hivyo? Kwa sababu Yesu aliona kuanzia mwanzo wa maisha yake alivyolelewa na mama yake mpaka mwisho wa maisha yake hakutakuwa na anguko katika maisha yake, atasimama kwa Mungu siku zote. Na ndio maana wengine wote walipita wakapumzishwa, lakini kazi ya Yohana ilikuwa mpaka dakika ya mwisho, mpaka akawapata wale wazee waliofuata ambao walikuja kubeba ile nuru. Yohana akalala mwenye umri mkubwa, miaka 100 na kitu. Na hivyo ndio maana hata wakati wa utumishi wake alikuwa anakaa kifuani mwanani. Na mtafuta kijana mmoja ambaye atakuwa kama Yohana. Hatumsemi vibaya Petro, lakini hatuhitaji mtu anayekimbia changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya changamoto, mtumikie Bwana. Tusimame tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, nakushukuru sana kwa ajili ya somo la siku ya leo. Wewe ni Mungu, kando yako hakuna Mungu mwingine.
una uwezo wa kugeuza mioyo kukuelekea wewe kama ambavyo ulimuongoza Yohana. Sisi ni wanadamu ambao kiukweli hatufai mbele za macho yako, lakini umetuchagua, na kwa sababu umetuchagua tunajua utakuwa pamoja nasi. Watoto hawa katika pori hili wamekuja hapa ili kupokea neno lako. Ninaomba kwanza wape mwongozo wa Roho Mtakatifu katika maisha yao. Lakini ile roho iliyokuwa ndani ya Yohana, ninakusihi Mungu wetu kaiweke pia katika kila mmoja aliyehudhuria katika kambi hili. Wanapokuwa wanaitwa katika huduma kanisani, ikiwa ni kazi za kanisa, wafuate hizo kazi kama vile Yohana alivyokufuata katika kazi ulizokuwa unazifanya. Wakati mwingine ulikuwa ukitembea maili ndefu sana. Leo hii watu wanatembea kwa magari na wanaweza wakasema hawawezi. Lakini Yohana alikubali kuachana na utajiri wa baba yake Zebedayo, akaamua kufuata na akajifunza kwako. Naomba uweke roho ndani yao ambayo watakaposikia kazi yote ya kanisa wawe na hamu ya kuifanya, hata kama ndani yake utakuwa na changamoto. Weka roho ndani yao itakayowasababisha wapende ibada ya Jumatano, ya kufungua Sabato, ibada ya Jumamosi, na kamwe wasikatae kazi yote ya kanisa. Unaliandaa kanisa la kesho katika pori hili. Ninaamini utalijenga. Tunaomba tukiamini utatenda, kwa maana hujawahi kushindwa. Tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.